Wazee wangu, toka ianze Ramadhani mosi tulikuwa na program au tulikuwa na utaratibu wa mashindano ya Qur'ani, na tulifanya katika kila kata na tulifuturisha katika kila kata. Lakini bahati mbaya, kutokana na majukumu ambayo mimi nilikuwa nayo kipindi hiko, wakati niko bungeni kule, nilishindwa kuja kushiriki na nyinyi moja kwa moja. Kwa hiyo leo nimekuja, jambo la kwanza nimekuja kuwatakia heri ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaelewana vizuri eh? Sisi tumeambiwa kutiba alaikum siyami kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwishoni kabisa Mwenyezi Mungu anasema ili tupate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo nimekuja kuwatakia heri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo ni siku ya 29 ambayo ni yaumu shaka. Kwa hiyo huenda kesho ikawa Eid au kesho kutwa. Tunaelewana vizuri eh? Lakini mimi bahati mbaya kesho nitasafiri kwa ajili ya kurudi Dodoma. Kwa hiyo nikasema leo hata kama dakika 5, hata kama dakika 2, na wajibu wa kwenda kuwatembelea ndugu zangu na kuwaona ndugu zangu. Kwa hiyo la kwanza ni hilo la kuwatakia heri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kuwaomba, kuwaasa, kuwarai na kuwaaidhi kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani si ndio Mwenyezi Mungu alikuwepo peke yake. Tunaelewana vizuri eh? Wale waliokuwa naabudu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani huenda leo ndio ikawa mwisho. Tunaelewana vizuri eh? Lakini wale ambao walikuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko hai, yupo na ataendelea kuwepo. Kwa hiyo wale waliokuwa wanaswali kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, mwezi mtukufu leo huenda ukaisha. Lakini wale waliokuwa wanaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko hai na ataendelea kuwa hai. Tunafahamiana vizuri eh? Na sisi binadamu na majini tumeumbwa na kuletwa hapa duniani kwa ajili ya nini? Ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Tunaelewana vizuri eh? Sasa wengine kumwabudu. Tunaelewana vizuri eh? Tafsiri yake ni nini? Maisha yetu kuanzia tunatoka kitandani asubuhi mpaka tunapoingia tena kulala jioni, sawa? Iko kipande iko chote ni cha kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu. Ishtighali zote tunazozifanya, shughuli zote tunazozifanya ni sehemu ya nini? Ya ibada. Kwa hiyo kuondoka mwezi wa Ramadhani sio mwisho wa nini? Wa ibada. Tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu, na lengo la mwezi mtukufu huu umekuja kuwa kama ni darasa kwetu, ili tuhakikishe mwezi utakapoondoka sisi tunaendelea kubaki kwenye nini? Kwenye mstari. Tunaelewana vizuri eh? Sisi moja. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la kwanza la kutakiana heri ya Ramadhani. La pili na la mwisho, nisema nitaongea kwa dakika 3. La pili na la mwisho, wazee wangu, huenda kesho ikawa Eid, sio? Na au kesho kutwa ikawa Eid. Wengine nasikia wameswali leo. Tunaelewana vizuri eh? Wengine wameswali leo. Kwa hiyo la pili nililojia kwenu ni kuwatakia heri, sawa, ya Eid al-Fitr, ambayo wengine wamekuwa leo, wengine itakuwa kesho na wengine itakuwa kesho kutwa huenda. Tunaelewana vizuri eh? Niwatakie kila laheri kwenye sherehe hii kubwa ya siku ya Eid al-Fitr. Tunaelewana vizuri eh? Tukumbuke kwamba tulikuwa kwenye mwezi wa nini? Wa toba. Na yule ambaye atakayemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid ni kama amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya nini? Yaumul hisab. Kwa hiyo na mimi niko sehemu ya kwenu nyinyi, na nina kila wajibu kama kiongozi, kama mtumishi wenu, unaona, mara kwa mara tunapokutana tuweze kupeana taarifa hizi. Tumeelewana vizuri eh? Fadhakir inna dhikra tanfa'u mu'minun. Tunaelewana vizuri eh? Kwa sambamba na hili sasa, kwa vile huenda kesho ikawa Eid au kesho kutwa ikawa Eid au wengine leo ikawa Eid, na mimi nimebeba zawadi kidogo. Tunaelewana eh? Kwa ajili ya Eid. Na mimi kule nimeitia nia kwa sababu ni kitu cha kwangu mimi mwenyewe. Sawa? Nimetia nia kama zakatu al-fitr. Tunaelewana vizuri eh? Kwa nitaomba hiki kidogo ambacho ndugu yenu, mtumishi wenu, mwenenu, ndugu yenu
Umenielewa? Mwenyezi Mungu amenipa taufiki ya kukitoa mkipokee kama sehemu ya mchango wangu kwenye idi yetu, aidha ya leo, kesho au kesho. Itaanza angalau kufanya nini? Maandalizi. Kama kuku unaye basi itatengeneza